Habari, tutaenda kuelekezana jinsi gani tunavyoweza kusoma ripoti yetu ya udongo, soil test analysis report. Ripoti yetu imegawanyika katika sehemu kuu 7. Sehemu ya kwanza ni taarifa za agronomisti, bwana shamba. Sehemu ya pili hapa ni taarifa za zao husika. Sehemu ya tatu itakuwa ni taarifa za mkulima, ambayo ni tarehe gani mkulima alitembelewa, jina la shamba lake, jina lake, block name, mkoa wake na ukubwa wa shamba lake. Na sehemu ya 4 ni sehemu ambapo ni taarifa za shamba husika, nini ambacho kimeonekana katika shamba lake. Kwa hiyo kuna texture, hali ya udongo ambapo kuna soil texture hapo, kuna soil color ambapo rangi ya udongo, pamoja na slope of the land, yani mteremko, muonekano wa shamba, mteremko na mwinuko wa shamba, ambapo utakuwa kuna taarifa hapo ambapo utakuwa zimejazwa. Sehemu ya 5 itakuwa ni sehemu ambapo kuna taarifa za majibu yako ambapo utakuwa umepima sasa, ambapo hapa kutakuwa kuna taarifa ya soil test result ambao ni virutubisho vyote ambao umepima na majibu yake yameweza kuonekana. Na katika sensa yetu tunapima paramita kuu 4, ambapo hapa kuna nitrogen, kuna phosphorus, kuna potassium, kuna soil conductivity ambayo inaweza kusaidia kupata soil salinity, kuangalia hali ya chumvi katika udongo, pia na soil pH. Kwa hiyo hizi ndio vikuu 4 ambazo tunaweza kupima, lakini pia kuna advantage ya kupata soil temperature pamoja na soil moisture. Kwa hiyo na sehemu ya 6 kuna sehemu hapa ambayo itakuwa ni virutubisho ambayo huo mmea unahitaji ili upate good yield, upate matokeo mazuri, upate mavuno mazuri katika msimu husika, kwa huo muda ambao utakuwa ni zao ambao unapanda kwa season wise au annual wise. Kwa hiyo ndio sehemu yetu ya 6 hapo. Sehemu ya 7 itakuwa ni matokeo ya jumla ya nini ufanye sasa, kutokana na umeshapima udongo wako na vitu gani ambao sasa tunakushauri ufanye na aina gani ya mbolea uweke. Hizo vitu vinakuwa kwenye sehemu ya 5. Kwa hiyo nikianza ni focus sasa kwenye sehemu ya 5 na sehemu ya 7 ambayo itakuwa ni ya vitu gani ufanye. Katika sehemu ya 5 kama nilivyosema hapo awali, kuna sehemu 5 vitubisho vikuu 4 ambao tunapima. Kwa hiyo hapo kuna nitrogen ya udongo, kwa utakuwa kutokana na majibu yako itakuwa yanakupatia in form ya milligram per kg kwa kesi zote 3 za nitrogen na phosphorus pamoja na potassium. Na kwenye conductivity, soil salinity, tutakuwa tunapatia majibu in term ya deciments per meters. Alafu pia kwenye salinity the same, ambayo itakuwa ni namba, ndio iko hivyo. Sasa kwenye actual nutrient needed sehemu ya 6 pia inabidi nielezee ili kuweka mambo sawa. Hapa hivi kwa mfano nitrogen tunasema kwa zao letu hapa ambapo mwanzoni ukiangalia ni maize. Kwa hiyo tunasema kwa maize ndani ya msimu mzima maize inahitaji kilo 100 za nitrogen kwa ekari moja, na kwa kesi ya potassium mahindi yatahitaji kilo 72 per eka. Kwa hiyo na term ya phosphorus mahindi yatahitaji kilo 32 per eka kwa ekari moja. Na hii line hapa ni kutokana, hii ni recommendation ambayo itakuwa kutokana na kiwango cha soil pH. Kwa mfano hapo ni 5.4, hapa line yetu recommendation imetuambia tuweke tani 2 ambayo hizo ni kilo 2000 kwa ekari moja. Na organic matter itakuwa ina range pia hii kutokana tu labda na soil texture, ambao hapa imetuambia tani 7 ambapo hizo kilo 700 hizo per ekari moja. Kwa hiyo ndio part ya actual nutrient needed. Kwa hiyo sisi tunachokifanya kutokana na majibu ambayo utakuwa umepata hapa soil test result,
mfumo wenyewe utakalculate kutokana na majibu uliyopata na hichi kiwango ambacho kinahitajika kwa msimu, utajigawa, itapata masalia kiwango gani ambacho kimepungua kutokana na majibu yetu tuliyopata. Afu hapo baada ya hapo ndio tunapata mapendekezo ya mbolea gani utumie, kiwango gani, pamoja na wakati gani. Kwa hiyo ukiangalia hapa kwenye hii part sasa ya crop soil amendment and fertilizer plan, mpango wa matumizi ya mbolea pamoja na marekebisho ya mbolea. Kwa hiyo cha kwanza kabisa kwenye hii part kuna column zetu zinaonekana hapa 4. Kwa hiyo sehemu ya kwanza itakuwa ni growth stage, kwa hiyo hatua gani ya mmea. Sehemu ya pili hapo, column ya pili itakuwa ni best option, kiwango ambacho sasa unashauriwa sasa umshauri mkulima atumie, au wewe mkulima unashauriwa utumie kutokana na majibu yetu yalivyosema. Kwa hiyo hii other option tunaiacha kwa sababu hii hapa in case tu kama mkulima amekuwa udongo wake amepima afu ulikuwa unaonekana una shida yoyote, ataweza kuwasiliana na bwana shamba. Sababu bwana shamba yeye ataweza kumshauri mkulima nini afanye. Kwa hiyo bwana shamba either anaweza akatumia hii other option au akatoa mapendekezo yake mwenyewe. Sehemu ya instruction tunaweka ni maelezo sasa jinsi gani utumie hiyo mbolea. Kwa hiyo nikifanya kwa mfano hapa kwenye kesi yetu ya zao la mahindi, kwenye hapa sowing wakati wa kupanda, in case kama ni mahindi, lakini kama ingekuwa ni kesi ya maybe zao lako unafanya kwa transplanting, kama sema hata nyanya unafanya kwa transplanting, ningeandika hapa term ya ungetumia maelezo ya transplanting. Sasa kwa hiyo hapa kunakuwa kuna list ya mbolea kadha wa kadha. Kwa hiyo hapa hivi kwa mfano tukiona hapa kuna kiasi cha kilo 80.8.33 ngapi kwa kiwango cha Yaramila otesha, ndio mfumo wetu umetushauri hivi. Kwa hiyo kuna pia in case ya kupandia kuna kilo 66.8. In case ya NPS ya OCP kuna kilo 49.7. Alafu in case ya NPS zinc ya OCP kuna kilo 43.1. Alafu in case ya DAP utatumia kilo 42.17. In case ya MAP utatumia kilo 31, na in case ya Kino Panda Plus utatumia kilo 42. Kwa hiyo hizi hapa umeona kwa mfano hapa zimetofautiana kwa kiwango cha kilo. Hii kiwango cha kilo inatofautiana kwa sababu ya kila hii mbolea ina percentage tofauti ya kiwango cha phosphorus, ile P inatofautiana katika hizi mbolea. Kwa hiyo kwenye ule mfuko huo ukiangalia pale huwa ameandika, huwa kuna namba 3, huwa zimetenganishwa na kama semicolon zile nukta ngapi, huwa kuna namba 3 pale. Kwa hiyo kama hiyo mbolea ina value kubwa ya P, ndio ina affect hapa ukubwa wa kiasi cha mbolea hiyo ambacho utapenda kutumia. Hii tumefocus kwenye sehemu ya sowing hapa, tumefocus na mbolea ambazo zinahitajika katika hii awamu ya kupanda hii, sababu katika awamu hii ya awali watu tunahitaji kiwango kikubwa cha P ili kuweza kurahisisha mmea wetu uweze kukua vizuri, mizizi ikue vizuri, ili baadaye hapo uweze kuwa vizuri, kufyonza virutubisho vingine katika udongo. Kwa hiyo hapa katika sowing tumefocus sana kwenye mbolea hizi za wakati wa kupandia ambazo ndo kama hapo nimeziozesha. Kwa hiyo wingi wa mbolea hapo unatokana na kiwango kilichopo cha ile P. Kwa hiyo kwa kushauri kwa haraka hapa inabidi tu mshauri mkulima mbolea ambayo ina kiwango, au mkulima tutakushauri ambapo tumie mbolea ambayo ina kiwango kidogo kabisa hapa. Kwa mfano hapa nikiangalia ni MAP. Kwa hiyo MAP hii ndio itakupunguzia gharama wewe mkulima huo. Kwa hiyo hapa ukitumia MAP utakuwa umepunguza gharama, sababu itakuwa ni kiwango kidogo lakini kitakuwa ina effect sawa na kama mtu angetumia kilo 80 ya Yaramila otesha. Kwa hiyo unafahamu kwa mfano au DAP hapa nasema kilo 42. Kwa hiyo effect ya kilo 42 ya DAP itakuwa ni sawa na effect ya kilo
80 ya Yamila Otesha au kilo 66 ya Mycoplandia. Kwa hizi zote zitakuwa zimeenda kufeed ile gap, kusema kufidia kile kiwango ambacho kimemiss kwenye udongo wako. Kwa hiyo zote hizi value hapa, ukubwa unavyoona utofauti kutokana tu na ile value ambayo ipo kwenye hiyo mbolea, value ya pia ambayo kwenye mbolea husika. Lakini kwa matokeo hii ushauri, tunakushauri tumie kiwango wa value, mbolea ambayo ina value ndogo. Hapo ndio hiyo itakuwa inakusaidia wewe kupunguza gharama kubwa katika matumizi ya mbolea. Kwa hiyo ndio hivyo kwenye hasa hapa wakati wa kupandia. Tuingia kwenye wakati na maelezo ya wakati wa kupandia. Hapa tumeeleza, kwa mfano hapa wanasema mbolea iwekwe chini ya shimo la kupandia. Kwa hiyo hapa wanasema na pia iwe sentimita 5 pembeni au sentimita 2.5 pia chini ya mbegu. Kwa hiyo haya ndio maelekezo ambayo yamepewa wakati wa kupandia. Tukija kwenye wakati wa vegetative, wakati mbolea inaanza sasa kukua, pale mmea wetu unaanza kukua na unaanza kutoa majani na unaanza kumea vizuri, ambazo hii kwa mazao mengi ya msimu huwa ni wiki 2 hapo au wiki 3 hapo baada ya kupanda. Kwa hiyo hapa hivi tukiangalia, kuna best option ambayo tunakushauri sasa, vitu mbolea ambayo inabidi utumie. Kwa hiyo hapa ukiangalia kuna mbolea ya Lavera Amidas, kuna kilo 105. Tukija kwenye ya Sulfan kuna kilo 175. Ukija kwenye ya Mila kilo 280, ambayo inakuja sasa zinaenda kadha wa kadha kwa jinsi kutokana na aina ya mbolea. Tuangalie hapa mbolea ambayo ina kiwango kidogo, ambayo inabidi sasa mkulima shauriwa kutumia, ambayo itaweza kutokana na hali yake ya udongo pia, pamoja na ili kupunguza gharama. Tunaona kama urea imeleta kilo 91. Kwa hiyo hapa ndio itakuwa ndio best option ya mkulima ambaye inabidi atumie kutokana na hali yake ya kiuchumi ilivyo. Lakini kama kutokana na maybe factor nyingine bwana shamba utakuwa umeona, unaweza kumshauri, basi maybe tunaweza kutumia, japokuwa hii hapa ina kilo nyingi, lakini hii ndio itakufaa zaidi. Hii kilo 100 maybe na 5 ya Kino Plus, unaweza kusema hii ndio itakufaa zaidi, japokuwa ina kilo nyingi. Kwa hiyo pia na wewe pia unaweza kutoa mapendekezo yako kutokana na uzoefu wako katika eneo hilo, pamoja na hilo zao ambalo limekuwa likiperform vizuri kutokana na mbolea gani husika. Kwa hiyo ndo hivyo kwenye pia upande wa vegetative, same itakuwa same supply kwenye upande wa vegetative, upande wa fruiting. Na pale mmea wetu umeshatoa matunda na unaelekea unaanza matunda yanakomaa pale na matunda yanaenda kuiva. Kwa hizo mbolea za kuivishia hizi ndo zipo hapa. Kwa hiyo zimewekwa kwenye upande wa fruiting na vegetative stage. Kwa hiyo kwa mfano hapa kiangalia, kuna mbolea ya MOP ambayo ilikuwa na kilo 42, kuna mbolea ya NPK ambayo ilikuwa na NPK ya S ambayo ni ya OCP na kilo 182, alafu kuna mbolea ina kilo 106.6 ambayo ni ya ETG NPK. Kwa hiyo mbolea zote za hapa hivi kwenye flowering tumeangalia mbolea ambayo ina kiwango kikubwa cha potassium K. Kwa hiyo kwenye mfuko wa mbolea zote ambayo kwenye value pale kwenye zile namba 3 ambayo kiwango cha namba ya mwisho ile K ambayo inakuwa ni kubwa, zote ndo zimepangwa hapa ndo zimewekwa hapa. Mbolea zote ambazo zinakuwa na kiwango kikubwa cha K zimewekwa hapa sehemu ya fruiting and vegetative. Kwa hiyo ukiangalia hapa hivi kwa mkulima, kiwango kidogo cha mbolea kilikuwa kimekuja kwenye Kinopox beta, na pia kwenye NPK ya ETG. Kwa hiyo bwana shamba sasa au mkulima, wewe utaanza kuona hii mbolea nikitumia kiwango kidogo, maana zote hizi hapa zinaleta matokeo sawa. Kwa hiyo sio kwamba moja ni nzuri baada ya nyingine, lakini ni kutokana tu maybe na mbolea hii imekuwa ikifanyaje katika zao husika. Kwa hiyo unaweza kumshauri, lakini pia tunashauri utumie tu mbolea ambayo itakuwa na kiwango kidogo, maana zote zina effect sawa.
ambayo itakuwa itampatia mkulima, itampunguzia gharama mkulima. Hii ndio tunavyoshauri. Ukija kwenye upande wa instruction, ni jinsi gani hiyo mbolea itatumika, hata jinsi gani ataiweka. Kwa hiyo ndio hivyo kwenye hii swala letu la utafasiri wa hii fomu yetu ya udongo. Kwa hiyo hapa ukiangalia kwenye upande wa instruction tumezigawa, lakini kuna kitu cha kuzingatia. Kuna mazao ya bustani pamoja na mazao ya kudumu, miti ya kudumu. Kwa hiyo zote tumetoa instruction jinsi gani inabidi uweke kutokana na aina gani ya zao ulilopanda. Ndio, na in case ya before planting, hapa kuna sasa, ndio nilikuwa nimesahau kuelezea hapa. Hii before planting ni kutokana sasa umepima udongo wako hapa mwanzoni. Maybe umepima uko na miezi miwili kabla ya kupanda. Kwa hiyo pia hapa unaweza ukakuta tindikali, hali ya uchachu au tindikali ya udongo wako iko soil pH, na maanisha inaweza ikawa iko chini sana. Kwa hiyo na kulima kwa hilo zao ikawa sio rafiki. Kwa hiyo tunakushauri pia hapa kuna kiwango cha best option, hapa kuna kiwango cha vitu gani uweke ili kuweza kutibu udongo wako. Kwa mfano hapa kwa kesi yetu ilikuwa ni soil pH, hapa kwa mkulima ilikuwa ni 5.14. Kwa hiyo hapa mkulima alishauriwa aweke kama tani 2 za agricultural lime. Kwa hiyo mna maelezo hapa, ilikuwa ni miezi miwili au mwezi mmoja before planting. Lakini chokaa ni chokaa ya kilimo, sio chokaa hizi za sehemu nyingine za ujenzi wala vitu vingine. Kwa hiyo ndio hivyo, hii ndio jinsi ya kutafasiri fomu yetu ya kupima afya ya udongo. Asanteni, natumaini tumeelewana na tutaweza kutumia hii fomu yetu kutafasiri majibu vizuri, pamoja na kumshauri vitu gani mkulima afanye, na mkulima wewe utaweza kujua sasa vitu gani natakiwa nifanye nikishapewa fomu hii ya majibu ya afya ya udongo. Asanteni.